maji safi na salama, usimamizi endelevu wa rasilimali za maji na utoaji wa huduma za usafi wa mazingira kwa wote ifikiapo mwaka 2030. Je, kwa hivyo katika studio yetu tunaye mgeni Victor Ogoe ambaye ni mshauri wa mpango wa WASH wa shirika la Save the Children, na atakuwa anatuelezea uhalisia wa mambo. Na karibu sana Bwana Victor. Asante sana. Na mnaweza kutuelezea jinsi ambavyo tumesema mambo ya upatikanaji wa maji na maslahi tu ya watoto, hali ikoje kwa sasa? Hali halisi kwa sasa ni ipi, hususan hapa nchini Kenya? Tukitazama nchini Kenya, takwimu zinaonyesha kuwa 59% pekee ndio wanaweza kupata maji safi na maji ambayo hayawezi kuleta madhara. Pia tukiendelea kwa sanitation, tunapata kuwa 29% ndio wanaweza au wanapata basic sanitation. Na tukienda kwa hygiene, tunapata kuwa 25%. Hii inamaanisha kuwa ukienda katika nchini Kenya, watu 25% pekee ndio wanaweza kunawa mkono vizuri. Asante. Naam. Yeah. Na tukiangalia tovuti ya World Population Clock ambayo huweza kufanya manukuzi ya nyakati halisi ya idadi ya watu, inasema kwamba idadi ya watu imeongezeka hadi takriban watu bilioni 8.3 ikilinganishwa na tarehe 22 mwezi Juni ilikuwa takriban bilioni 8.2, kumaanisha kuwa watu milioni 100 wameongezeka duniani, na makadirio ya tovuti hiyo ya mwaka 2080 inaonyesha kuwa watu watakuwa takriban bilioni 10.6. Kwa hivyo idadi hiyo inavyoongezeka ya watu, kutakuwa na uwekezaji mdogo, na pia kuna uwekezaji mdogo wa kifedha na pia mabadiliko ya tabia nchi. Je, mambo haya yanachangia vipi matatizo ya upatikanaji wa watoto wa maji safi kwa watoto? Ni kweli, ukiangalia takwimu inaonyesha kuwa tunaenda kuongezeka. Na tukitazama uwekezaji ambayo serikali na pia wafadhili wanaweka kwa maji na pia katika usafi, ikiwa itabaki hivyo hivyo, inamaanisha kuwa tunaenda kuwa na tatizo. Ukilinganisha kuwa climate change pia itasababisha maneno kubadilika. Tusipowekeza rasilimali na tusipowekeza kuongeza bajeti kwa maji na usafi, inamaanisha kuwa wale ambao wanaathirika zaidi, ambao ni watoto, wataendelea kuathirika. Kumaanisha kuwa tukiongezeka, inamaanisha kuwa ile maji ambayo tunatumia pia yanaongezeka. Na si maji tu, kwa sababu ukienda kwa nyumba yako, wakati unafungua tap kunawa mkono, ni kweli kuwa hii maji inaenda pia kwa mabomba ya waste. Je, hii usafi, sewage treatment, tunawekeza kwa hizi kuhakikisha kuwa si kuwekeza kwa maji tu pekee, na pia kwa usafi, na pia kuhakikisha kuwa wakati tunatarajia tabia nchi kuharibu na pia tabia nchi itafanya ili rasilimali ya maji ikue kidogo. Je, tunafikiria kuhusu kesho? Tunafikiria kuwa Kenya itakuwa hivyo kesho, na hasa katika maeneo ambayo ni ASAL regions, arid and semi-arid regions in Kenya. Maeneo kame. Je, wataweza kujimudu katika miaka zinazokuja? Sasa kama tunawekeza, kama serikali inawekeza pesa, si kwa barabara peke yake, lakini waangalie kila kitu. Je, rasilimali ambazo tuko nazo tunaweka pia kwa maji na usafi? Naam. Na waziri wa fedha Bwana John Mbadi alisoma makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha wa mwaka 2026 na mwaka 2027, na miundombinu ya maji iliweza kutengewa shilingi bilioni 51.5. Je, tukiangalia hivi, wewe kama mhandisi unaona kwamba ni maeneo gani ama ni miundombinu gani ya maji ambayo inastahili kupewa kipaumbele ndiposa mtoto wa Kenya aweze kuwa na mazingira safi? Ile ambao tungependa serikali ifanye ni
wakati wameweka bajeti tunaona ni kubwa mno, lakini je, tutaiweka pia kulingana na mahitaji? Kumaanisha kuwa saa zingine serikali huangazia hasa areas ambao ziko na population kubwa, maeneo ambao watu wako wengi, ambao labda watapata kura mingi, vitu kama hizo. Lakini kuna maeneo ambayo watu ni wachache na pia wako na mahitaji zaidi, na ndio wanasababisha maendeleo ya Kenya irudi chini, ambao ni ASAL regions and also the rural regions. Sasa si kuwekeza tu kwa zile dams kubwa, waangalie pia wale watoto ambaye labda ako Turkana, ambaye anatembea kilomita 6, ambaye anakosa kuenda shule kwa sababu lazima aende kuchota maji. Tuangalie yule mama ambaye ako huko Garissa au Wajir, ambaye lazima atembee kila siku. Hakuna kazi ambayo anaweza fanya kwa sababu lazima atafute maji kwa ajili ya familia. Sasa wakati tunaangalia populations kubwa, pahali watu wako wengi, tukijenga dams, tukiweka mabomba makubwa, tukiweka miundo msingi mingi katika maji na usafi, watarajie pia kuwa kuna wale ambao pia wanateseka, ambao wanahitaji zaidi. Na pia utapata kuwa serikali huwa tunapenda kuweka pesa sana kwa maji pekee na kusahau usafi, that is sanitation part. Hii maji ambayo tunakunywa baadaye tutaiflash kwa choo, itaenda wapi? Tutaitreat vizuri kuhakikisha kuwa haitakuwa madhara tena kwetu. Sasa hii pia serikali pia inafaa ihakikishe kuwa hii pia imewekwa kwa budget, that is sanitation, not only water. Naam, asante sana mhandisi. Na shirika la UNICEF lilitoa ripoti ambayo ilidokeza kuwa watu milioni 9.9 hapa nchini wanakunywa maji moja kwa moja kutoka kwa vyanzo vya maji ya ardhi, maji yaliyochafuliwa, huku ikadiriwa kuwa watu milioni 5 bado huenda haja hadharani ama kutabawali hadharani. Je, nyinyi kama shirika la Save the Children na ule mpango wa WASH, mna mipango gani ama mnakabiliana vipi na changamoto hizi? Kwanza kabisa tuko na miradi katika communities, na ukiangalia hizi takwimu ni hasa wale ambao wako katika maeneo kame. Ukiangalia kaunti ya Garissa, Wajir, Turkana, Mandera, Baringo na kadhalika. Kama shirika la Save the Children tunawapea hawa kipaumbele. Uwekezaji, zile pesa ambazo tunapata kwa wafadhili, tunahakikisha kuwa hizi counties za maeneo kame wamepata kipaumbele katika uwekezaji, kuhakikisha kuwa tunachimba vile visima, that is the deep boreholes, na hizi visima hasa unapata maji yako safi kidogo kuliko ile surface water, ile maji ambayo yamechafuliwa. Na pia tunafanya kazi na serikali karibu sana, serikali kuu, national government, na pia counties, hasa department ya health, kufanya kazi na community kuhakikisha kuwa tumewaelimisha kuhusu umuhimu wa usafi. Kwa sababu ukiangalia takwimu, watu milioni 5.5 kutabawali nje, si takwimu mzuri. Kwa sababu hii ni kitu unaweza ongea tu na watu, si lazima umjengee choo, lakini ni unaweza ongea naye, umweleze umuhimu wa choo. Ukimweleza ni kweli hatajenga. Kumaanisha kuwa hizi si takwimu tunafaa kuona katika nchi ambayo imeendelea kama Kenya, kuwa watu bado wanatabawali nje. Sasa kufanya kazi kama na community like Save the Children, tunafanya kazi nao kuelimisha umuhimu wa choo, umuhimu wa maji na jinsi ya kuisafisha hii maji, kwa sababu unapata kuna maeneo ambayo labda kisima haviko au mabomba ya kusafirisha maji bado hayajafika. Tunafanya nao kazi kwa karibu kuhakikisha kuwa tumewasaidia, na pia na zile vifaa vya kuchuja maji, hiyo ni katika household levels, water filters, na pia tunafanya kazi nao kuhakikisha kuwa wamechuja, kwa sababu unaweza mpatia mtu chujio ya kuchuja maji na asitumie.
na hiyo au aweke tu hapo bila kutumia. So tunafanya kazi nao kuhakikisha kuwa imefanyika, na si community peke yake, tunafanya kazi pia na mashule mashule ukienda kwa refugee camps na pia katika these ASAL regions kuhakikisha kuwa maji yamefika kwa shule in a sustainable way. Thank you. Naam, asante sana. Na umetaja mambo kama yale ya kutoa vifaa vya chujio, lakini pia tukiangalia katika enzi ya sasa, tukiangalia swala la utandawazi ambapo teknolojia na ubunifu ndio mtindo wa sasa. Na hivyo kuna vifaa kama vile vya kutumia nishati, kama vile vifaa vya sola kutumia nishati ya jua kuweza kusambaza maji. Lakini kuna baadhi ya shule ambazo haziwezi kumudu vifaa hivyo. Kwa hivyo nyinyi kama Save the Children ama ule mpango wa WASH, ni mbinu gani ambazo mnatumia kuhakikisha kwamba hizo shule ambazo ziko hususan katika maeneo tengwa au maeneo kame wanaweza kupata hivi vifaa? Tukienda kwa shule tunafanya assessment kutafuta the need of the school, hitaji la shule ni nini, na pia kuangalia hitaji tunataka kuisuluhisha. Ukienda kwa nishati ya umeme, Save the Children mwaka uliopita tuliwekeza boreholes 22 tukaweka nishati ya umeme ili kuweka nishati au kuendeleza projects za boreholes zikuwe sustainable kwa community. Na si pekee, ukienda kwa shule utapata kuwa kuwekeza hiyo kuwekeza nishati ya umeme inachukua pesa mingi sana. Sasa hiyo si solution pekee, tunatafuta suluhisho zingine. Unaweza pata pia shule iko na gravity fed system, ile maji ambayo yanaweza enda kwa mvuruto kuvuta. Sasa tunavuruta tu maji ikuwe karibu na shule. Pia tunang'ang'ana sana kuvuna ile maji ya mvua, kwa sababu unapata shule mingi wako na paa na maji ya mvua ikinyesha inaenda hivyo. Sasa tukijenga matangi kwa shule wanaweza pata hizi maji na pia tunapata kuwa ni maji ni kama ni ya bure. Tukienda kwa springs, hizo chemichemi za maji pia tunarekebisha, tuikarabati vizuri na kutreat hiyo maji na kuvuruta tupeleke kwa shule. Pia unapata kuwa kuna shule zingine wako na wells, shallow wells ambazo ziko karibu. Pia tunawasaidia kuchimba hizi mavisima na kuweka hand pump na pia ili watoto wapate maji. Unapata maji. Na tukiangalia katika maeneo ya migogoro ama tukanyage nje ya nchi kidogo, katika baadhi ya maeneo ya migogoro barani Afrika vyanzo vya maji vinadhibitiwa na kushambuliwa na makundi yenye silaha, na kwa hivyo watu wengi wanapokwenda kuchota maji wana tatizo. Lakini kwa sasa, kabla tuendelee na hilo swala, tuende katika kaunti ya Kirinyaga ambapo rais ama kiongozi wa taifa yuko katika eneo hilo na atakuwa pale akiweza kusimamia ile hafla ya kuweza kutoa miche milioni 20 ya kahawa katika ufufuzi wa sekta ya kahawa. Tupate mbashara.